kupoteza huu mchezo sio uchovu peke yake, lakini katika mwalimu ambaye jitahidi kufanya rotation kwenye ligi yetu Tanzania bara ni Faru Davis. Sidhani kama kuna mwalimu anafanya rotation zaidi ya Faru Davis kwenye kikosi cha Simba. Yaani ukitaka kurejea kikosi cha Simba ambacho kimetumika mechi 2 mfululizo au mechi 3 mfululizo kile kile bila kubadilishwa, nafikiri ni mechi ya juzi tu, mechi ya finali, then akarejea hicho kikosi kwenye mechi ya ligi kuu ya Kiporo dhidi ya Singida Black Stars. Ni mechi pekee ambayo alijaribu hakubadilisha kikosi chochote kilichoanza kwenye finali, ndicho ambacho alianza nacho kwenye mechi ya Kiporo. Zaidi ya hapo amekuwa akifanya rotation kubwa. Sasa kwa nini watu wanahoji kwamba Simba atakuwa amechoka, wachezaji wamechoka? Inaweza ikawa ni fakti, lakini mimi naiona zaidi ni saikolojia, kwa sababu Simba Sports walikuwa wanahitaji kikombe cha finali, kikombe la shirikisho. Sasa automatic tu unapopata goli la kwanza unajua tayari na ukaribia ubingwa. Second time unapata bao la pili ambalo unajua tayari limesha level aggregate, alafu then linakuwa cancelled kwa sababu ya VAR check inakataa. Kwa kawaida tu saikolojia ya mchezaji yoyote, hata kama ni benchi la ufundi, utaona kwamba okay, sasa kuna shida. Lakini at that time pia una kadi nyekundu, tayari una hali fulani inakuwa unakuwa demoralized. Sometimes kama unaonewa pia. Yes, kwa hiyo kuna hali fulani ukitazama kwa Simba Sports baada ya mchezo wa finali ni kama saikolojia ya timu ilipotea. Na hata ndio maana ukaona mwalimu baada ya kutoka tu Jumapili kwenye finali, Jumatatu akaanza safari kurejea Dar. Baada ya kurejea Dar Jumatatu, Jumanne wakafanya mazoezi, Jumatano wakawa na mechi dhidi ya Singida Black Stars. Mwalimu hakuiandaa timu kwa ajili ya mechi ya Singida Black Stars. Kwa nini hakuiandaa timu? Muda alikuwa nao ni mdogo sana. Walifanya recovery Jumatatu ambao walifika asubuhi mchana, then wakabidi wafanye recovery. Baada ya hapo waingie kwenye mchezo kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa Jumatano. Mwalimu kwa kawaida huwezi kuandaa timu kwa siku moja ukapata matokeo. Kwa hiyo kiopt ni kuandaa kikosi ambacho kilikuwa kwenye mchezo wa finali, ndio kile akakipesti akakileta hapa. Yaani alikikopi kule akakipesti kwenye mchezo wa ligi wa Kiporo dhidi ya Singida Black Stars. Kumbuka Singida Black Stars ameshacheza mechi 2 na Fountain Gate za kirafiki. Singida Black Stars amecheza mechi moja na Young Africa ambayo ilikuwa ni KMC, ambayo ilikuwa ni indoor, hakuna watu kutazama. Mechi ambayo Singida pia alishinda goli 3-2 dhidi ya Yanga hiyo mechi. Baada ya hapo unakuja kuvana na Simba Sports ambayo licha kwamba wamepoteza mechi ya finali, wametumia energy kubwa, lakini pia kisaikolojia wameshaathirika, wamelikosa kombe. Yaani umri wa wachezaji wa Simba Sports average ukikalculate wachezaji wote ni miaka 23.5. Wachezaji wote. Ukiacha Ngoma mwenye miaka sio mingapi, Shomari na Zimbo wana age kubwa kidogo. Ukikalculate unapata Zimbo sasa ana 28. Yes, sasa wale ukiwa calculate wote kwa timu nzima unapata miaka 23.5. Sasa hao miaka 23.5 kuna mtu akili yake alipeleka kwenye finali, alafu amekosa. Kuirejesha ile saikolojia haraka ni kitu kigumu sana. Then baada ya kucheza mechi ya Kiporo unashinda goli 1-0 la DS Mkwala. Hapo inabidi usafiri uende Babati. Babati hakuna kiwanja cha ndege ambacho ndege zikatua. Inabidi uende Arusha. Alafu tena kutoka Arusha utembee, uende gari uende kule. Kwa hiyo kuna hali fulani unaweza kupata ya uchovu, lakini pia vile vile nani kajiandaa? Huyu mwenzako alitunza energy kwa muda mrefu. Alikuwa acheze mechi nyingi, ni mechi za kirafiki kupima uwezo wake amefikia wapi. Kwa hiyo wamepata kile kitu ambacho kilikuwa sahihi. Lakini hilo sio sababu ya kufungwa. Simba Sports tulikuwa tunaona matukio mengi wanafanya kwa usahihi kwa sababu hata mpira walimiliki wao. Lakini makosa ya kiuchezaji ya Simba Sports ile wagharimu. Shemaloni Fondo amefanya kosa ambalo Jonathan Soa amegeuka kama Didier Drogba pale, akatana kafunga. Kosa la pili Katoro nani Ali Salim Katoro, noti haikuwa ile, ilikuwa ni hii ya goli la pili la Katoro la free kick. Ilipigwa free kick pale. Ilianza la fikra 3. Free kick ni la 3. Haya magoli hapo. La kwanza hilo. Hii ndio turnover ya Jonathan Soa. Anafunga bao. Sawa. Hii ni goli la kwanza. Angalia makosa. Angalia idadi ya wachezaji wa Simba Sports wakati wanapokea mpira ni wangapi? Alafu angalia speed ya Shemalon Fondo baada ya hiyo Malone tena anaenda kutoa pass kwa Katoro. Hii ni bao la pili. La pili hilo. Hili bao la pili. Hii hapa inapigwa penetration pass, mtu ana turnover. Wachezaji watatu wa Simba Sports wameshindwa kumaki ile njia ambapo anapiga pasi kwenye ile njia, ile space. Ana turnover Jonathan Soa ambaye mechi ya KMC aliahidi atawafunga Simba. Si ndio? Anakuja
Ujue mtu kama huyu Jonathan Soa ambaye kama alikuwa anacheza kama ana deni vile. Ukimwona Jonathan Soa ni raia kutoka Ghana. Jezi yake mgongoni ni namba 3. Uchezaji wake hata ushangiliaji wake hautofautiani kabisa na Asamoah Gyan. Mimi nataka kuamini kwamba Asamoah Gyan ni moja kati ya role model wake. Hata ukiangalia bao hili baada ya kufunga namna alivyoshangilia, unaona kabisa ni mtu ambaye sio bao hili, hata mechi dhidi ya Kagera walivyoadhibu, namna ambavyo walikuwa anashangilia, amekuja kufunga bao. Makosa ya Simba Sports yamewadhibu kwenye huu mchezo. Bao pekee ambalo nikasema ni bao la kiufundi zaidi ni bao la free kick ambalo hata Ali Salim pia unaweza ukamjadili hapa. Ali Salim kaingia kwenye hii mechi baada ya kupata injury kwa Pinpin Kamara, hajafanya warm up. Yaani ile warm up kusema kwamba tayari ninatosha kucheza. Angalia, anaenda kupokea mpira akiwa anatembea. Hebu imagine. Hebu rudisha tena hii uione. Wakati pasi inarudishwa ya Che Malone. Pasi inarudishwa ya Che Malone hii hapa. Muangalia Ali Salim umbo lake na tafsiri nini? Anatembea. Yaani unaenda kupokea na mpira aliweka mbali kweli kweli yani. Una receive mpira ukiwa unatembea. Manake hauko tayari kimchezo. Mwisho wa siku lazima udhibiwe kwa sababu kuna mtu ambaye yuko hii hapo. Cheki anatembea. Ile pale afu ana press, receiving yake ni kama anatoa pass. Anajikuta yupo katika hatari ambayo tayari Athabada ameshaifanya. Mwisho wa siku Kayeke ni kiungo ambaye hakupi nafasi ya kudribble. Ni kiungo ambaye anajua mimi ni kiungo, nafanya nini? Hili goli ulifunga Kayeke, amefunga goli la kwanza kabisa wakati wanaanza mechi kati ya Ken Goldie na Singida Black Stars. Bao lake la kwanza amefunga mita zaidi ya hizi kule Mbeya Sokoine. Ndio bao lake la kwanza. Ni mchezaji ambaye anaweza kufunga magoli ya design hii. Alimpima Ali Salim yuko wapi, then akasmash. Angalia mtu anatembea na receive kama anapiga pass. Hii sio receiving hii. Kwa hiyo makosa yake yakawadhibu. Sasa uchovu kwa Ali Salim utokana na nini? Kama kweli ni uchovu, Ali Salim kachoka nini? Kwa sababu hajacheza mechi nyingi, hajacheza muda mrefu. Si ndio? Hajacheza muda mrefu. Manake labda tuseme fitness. Lakini hapo ni basic tu kwamba mpira unakuja nika receive then nianzishe mashambulizi. Hakufanya hicho kitu. Kwa hiyo kuna sababu za kiuchovu ambazo unaweza kuzitafsiri kwa baadhi ya wachezaji ndani, lakini kuna sababu za kiuchovu ambazo pia huzioni humu ndani kwa baadhi ya wachezaji.